Tuendelee sasa na kifaa chetu cha 4 ambacho ni reflector au kiakisi mwanga, tukiite kiakisi mwanga. Reflector bwana ni kitambaa ambacho kama unavyoona hapo, kama nylon fulani hivi ambayo imepakwa rangi ya silver au gold. Hiki ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuhamisha au kuakisi mwanga kutoka eneo moja kupeleka eneo lingine. Hii inafanya kazi kwamba unataka mwanga wa jua ufike sehemu ambapo kuna kivuli. Kwa hiyo utalitoa lile jua au ule mwanga utaupeleka kwenye sehemu ambayo wewe unashuti labda sini yako, na utapata lile jua au ule mwanga ambao ulikuwa unataka kutumia katika wakati husika. Hii ni kwa majira ya mchana au jioni, au tuseme majira ya mchana. Kisema mchana na maanisha asubuhi, mchana, jioni, sehemu ambayo jua linapatikana. Lakini pia reflector inaweza pia kutumika hata ndani ukiwa unatumia taa, nje ukiwa unatumia taa. Kama taa inaweza kugonga pale kwenye reflector ikaakisi ule mwanga na kupeleka sehemu ambayo unataka iende, unaweza kutumia pia reflector. Kwa hiyo hayo ndio matumizi makuu ya reflector. Bei za reflector bwana ni kama unavyoona hapo, bei elekezi ni shilingi 60,000. Ukiwa na shilingi 60,000 unaweza kupata reflector yako nzuri tu ambayo inaweza kumulika mtu ikamtosha kabisa kwa mwili wake mzima. Hizi nadhani zipo katika sentimita, nadhani sentimita 60 kama nitakuwa sijakosea, sentimita 80, 90 na iko hapo, zipo mpaka za sentimita 120 huo upana wa hizo reflector. Kwa hiyo bei nadhani zitakuwa zinatofautiana kutokana na upana wa hiyo reflector yako au hicho kiakisi mwanga chako. Kitu cha kuzingatia ukiwa unanunua reflector, zingatia ina layer zaidi ya moja. Yaani siwe tu ukigeuza huku nyuma unakuta silver, ukigeuza huku unakuta gold kama zilivyo. Ziwe angalau na layer 2, 3 ambazo zitaifanya reflector yako iwe nzito kiasi kwamba hata ukiiweka kwenye sehemu ambayo kuna upepo mkali isipigwe na upepo ikawa inacheza. Maana zile reflector ambayo ina layer moja au zile nyepesi sana zikipigwa na upepo, ule upepo jinsi unavyochezesha ile reflector, maana yake hata ule mwanga ambao utaenda kule kwenye scene ambao unashuti, basi utakuwa unacheza, kitu ambacho kitatengeneza kama mawimbi fulani hivi ya mwanga ambayo yatakuwa sio mazuri katika kuchukua picha yako, na yatakusumbua sana katika kufanya posti, na hasa katika upande wa kufanya grading kwa maana ya rangi na vitu vingine. Lakini pia inatoa ule uwepo sasa, hata mtu akiwa anaangalia hiyo clip, maana yake anaelewa kwamba kuna uwepo wa kitu fulani, kuna kaupepo, kuna nini, yani ule utulivu wa scene unapungua, unakosekana. Kwa hiyo ili kupata picha ambayo ni nzuri, imekuwa proper exposed, na hiyo reflector lazima reflector yako zingatiwe iwe kidogo nzito ili upate proper exposure. Unaweza kukutana na reflector ambayo ina layer 2 mpaka 3, lakini layer katikati kabisa unaweza kukuta ambayo ina diffuse, inaweza kupunguza. Kwa mfano kama kuna muda ambao taa ni headlight ni kali sana kiasi kwamba ukipiga moja kwa moja inaunguza na inatengeneza mazingira ya kutokuwa comfortable kwenye scene kwa msanii, lakini pia kwa vifaa vinakuwa na temperature kubwa. Kwa mfano kuna kamera nyingine ikipigwa na temperature kubwa, yani ile joto kubwa, inazima na inashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kuna namna ya kudifuse huo mwanga, yani kupunguza makali. Kuna diffuser fulani hivi kinakuepo ukikutana na reflector nyingine. Unaweza mwenyewe ukiwa unaenda kuinunua unaweza ukaona hicho kitu kipo katikati pale. Kwa hiyo badala ya kwenda labda kuakisi mwanga, unaweza kaenda kuupunguza mwanga, kuupoza. Labda unashutia juani, hutaki lile jua limpige moja kwa moja yule unayemshuti, yani lisipige moja kwa moja pale kwenye sehemu ambayo ni target yako. Kwa hiyo unaweza ukaweka hiyo diffuser au inatumika kama kusoften, kama tulivyosema kule kwenye soft light, inapunguza kidogo makali ya lile jua. Lakini pia kitu kingine muhimu cha kuzingatia kwenye reflector, iwe kidogo inatosha, isiwe tu unaweza kuipata kwa maana ndogo ikawa tu inaweza kumulika tu usoni, sehemu ambayo sasa unataka kumulike mtu mwili mzima ukawa unakosa kwa sababu ya reflector ni ndogo. Kwa hiyo zingatia kidogo upate ukubwa ambao utaanzia sentimita 60, 80 na kuendelea, ili ukimulika mtu basi huo umempata mwili mzima, au kama wapo 2, 3 basi unaweza kuwapata wote, ili usitengeneze zile casting, zile tunasema ule mwanga usiwe sasa sehemu fulani kuna mwanga, sehemu nyingine kuna giza, itakusumbua. Pia itatengeneza mazingira ambayo sio mazuri katika picha yako. Kingine mbadala sasa wa reflector, nimeshawahi kuona, shatembea location kadhaa, nikakutana na kioo. Kioo bwana pia kinaweza kutumika kama reflector.
kwa maana kioo kikubwa. Kwa maana kioo kikielekezea kwenye jua, unaweza kuhamisha lile jua ukalihamishia sehemu nyingine ambapo unashutia hiyo kwenye kivuli. Lakini sasa changamoto ya kioo ni kwamba jua likiwa kali sana, kilihamisha lile jua kumpelekea msanii sehemu ambayo unamshoot, basi ukali wa lile jua unaenda kama ulivyo, kwa maana inahamisha mwanga, lakini pia inahamisha lile joto la jua au ile taa ambayo utakuwa unahamisha, unaiakisi. Kwa hiyo ndo changamoto ya kioo, lakini tofauti na hapo pia inafanya kazi vizuri sana kama tu reflector. Tunaendelea na kifaa cha 5 ambacho ni tripod stand, au hii tunaweza kusema stand ya kamera. Tripod stand ni stand kwa ajili ya kuisupport kamera. Ili kamera ifanye kazi vizuri, inatakiwa iwe na support. Na support ambayo inaweza kupatikana kirahisi kabisa ni mikono yako. Yaani kamera si lazima iwe mkononi, lakini je, kamera ikiwa mkononi unaweza kupata support ambayo tunahitaji kwenye filamu? Jibu ni hapana. Japo kuna baadhi ya scenario au baadhi ya situation unaweza ukatumia mkono kushuti, inategemea na scene. Tutakapokuwa tunaendelea na masomo ya filamu huko mbele tutaona. Lakini ili sasa upate ile shot ambayo imetulia, kuna utulivu, mtu haoni kama hapa kinachoshutiwa ni filamu, anaona kama anaangalia uhalisia, basi lazima hiyo kamera yako iwe sehemu tulivu ambapo imewekwa, imekaa, ambapo ni kwenye stand. Kwa hiyo stand bwana, kazi yake ndio hiyo, unapachika kamera hapo juu, unashuti. Sasa stand inapatikana kwa bei ya kuanzia 1,500,000, lakini pia unaweza kupata kwa laki, na bei chini ya, kama nilivyosema, ni kwamba tunatengeneza mazingira ya pia hata tukifanya kazi yetu, basi mwingine aangalie, hata kama ndo tunaanza, basi angalau uwe na stand inaanzia 1,500,000. Hata kama utapata stand ya laki, basi iwe inahimili ile mitetemo ya kamera, kwa maana kuna muda wewe utahitaji kuigeuza kamera, kuipani au kuitilt, isiwe na mitetemo ambayo itaathiri picha yako katika uangalia. Jinsi stand inavyozidi kuwa nzito, ndivyo jinsi inavyotengeneza utulivu wa video yako, kwa maana haitakuwa na shaking zile, hata kama itaguswa kidogo haitatetemesha kamera ikatikisa kiasi kwamba ikatengeneza mtetemo ambao utaleta ile video itakaonekana ina changamoto, vitu kama hivyo. Angalau ukipata kamera stand ambayo ni ya kuanzia 150,000, basi utakuwa umepata stand ambayo iko stable. Iko stable, unaweza kaiweka kamera hata ya uzito wa kiasi gani hapo juu, ikawa imekaa, imetulia, na ukawa unachukua video yako vizuri. Hiyo ndo stand au tripod stand. Sasa nilipokuwa nasema kwamba kamera inahitaji support, sio tu lazima kuwe na stand. Unaweza ukawa na grip nyingine nyingi ambazo za kuishikia kamera. Unaweza kuwa na gimbal, kama umeshakuwa na gimbal. Gimbal inafanya kazi sawa na stand, lakini gimbal sana inakuwa ni kwa ajili ya kufanya mjongeo katika kushuti. Kwa hiyo hata kama ukiwa unakimbia, maana yake ile gimbal ina stabilize ile movement au ule mjongeo na kutengeneza mazingira ya ile video yako kuonekana line smooth. Kwa hiyo kuna gimbal, kuna stabilizer, zipo nyingi sana. Tutakapokuwa tunaendelea tutaona huko mbele ya safari, lakini nimegusa stand kwa sababu ni kitu ambacho tunaweza kukipata kwa urahisi na kinaweza kununulika. Hata kuna baadhi ya stationery kubwa ambazo wala sio kwamba wanauza vifaa vikubwa vya production za film, lakini pia unaweza ukapata na stand, unaweza kaiona. Kitu kingine ni kwamba angalia, sababu stand inafunguka. Ukifungua hiyo kwenye miguu hapo chini, maana yake unaweza kuiongeza urefu. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba lazima iwe nzito, kwa maana kadri jinsi utakapokuwa unaongeza urefu, maana yake kamera itakuwa juu ya stand. Kwa hiyo ndivyo utakapokuwa unatengeneza uhatari, ile riski ya hiyo kamera labda ikiteleza kidogo kudondoka au kuvunjika hiyo stand kutokana na uimara wake. Kwa hiyo ni vyema kidogo kuwekeza kuanzia 150,000 na kuendelea, ili uweze pia kupata usalama wa kamera yako. Kwa maana utanunua kamera kwa labda 1,000,000 kama tulivyosema, ije kuangushwa na stand ya 150,000 au ya laki, pate hasara, kitu ambacho hata mwenyewe pia ukifikiria hakileti maana. Kwa hiyo pia unaweza kuwekeza kwenye stand kwa ajili ya usalama wa kamera yako. Tunaendelea na kifaa cha mwisho ambacho ni kompyuta. Kompyuta kwa Kiswahili tunaita tarakishi, lakini neno ambalo wewe hulitumii. Kwa hiyo tutatumia kompyuta kwa sababu wote mimi na wewe tunatumia kompyuta. Kwa hiyo kompyuta ndio inakuja sasa, ni kifaa tukifanya ni kifaa cha mwisho katika vifaa 6 muhimu kwa ajili ya kuanza kufanya filamu. Kwa hiyo unaweza kukuta vile vifaa 5 vyote vilikuwa katika production, kwa maana ya kushuti na kuandaa, lakini ukishapata sasa clip
zako umeshazishuti, zipo tayari. Sasa unahitaji kompyuta kwa ajili ya kuvihariri, kuedit. Kwa maana huku sasa ndo tunaenda kwenye hatua ya mwisho ya post production. Kwa maana sasa unavihariri hivyo vipande vyako ambavyo umevishuti, unaviweka pamoja, unatengeneza sasa hiyo filamu yako. Unaweza ukaona kwa nini mimi sinaweza tu nikashuti nikapata clip zangu nikampa editor akaedit, sawa, lakini utakuwa umemuongeza mtu mwingine, au kama ni timu basi utakuwa umeiongeza timu nyingine ambayo pia unaweza ukafanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuwa na kompyuta sasa maana yake unatengeneza production. Maana yake ukishakuwa na vifaa vyote 6 na kuendelea, au kuanzia tuseme hivi 6, unakuwa sasa na production yako ambayo unaweza ukafanya filamu yako au filamu ya mtu mwingine. Kwa sababu kwa mfano una vifaa hivi vyote, una production nzima, mtu anaweza akakuita akakwambia mimi bwana nina story yangu nataka unifanyie filamu yangu. Ukajikuta wewe sasa unakuwa ni production ya kuproduce ile filamu, kuiandaa na kuitengeneza na kumkabidhi filamu yake kwa bei ambayo mtakubaliana. Kwa hiyo unaweza ukaona faida kwamba ukiwa na vifaa vyote wewe pia unakuwa katika nafasi ya kufanya filamu zako, lakini pia kufanya filamu ya mtu mwingine. Kompyuta bwana na yenyewe bei ndo tumesema ianzie 500,000. Na hapo tunazungumzia CPU kwa maana ya lile kompyuta lenyewe la chini na monitor ambayo ni kioo. Kwa nini 500,000? Ni kwa sababu kompyuta unaweza ukapata hata chini ya 500,000 unaweza ukapata. Lakini tulivyosema ni maandalizi ya filamu yanahusisha hatua nyingi sana. Yaani ili uedit filamu ina hatua nyingi ambazo ni tutaendelea kuzisoma taratibu tukiwa tunaenda kwenye masomo mengine ambayo tutakuwa tunaendelea kutoa. Kwa hiyo sasa ili uweze kuedit filamu yako ni lazima uwe na kompyuta ambayo angalau ina uwezo wa kuweza kuhimili zile tunasema software za kueditia hiyo filamu. Na hapo ndipo sasa tunakuja katika uwezo wako sasa ambao wa hiyo kompyuta. Uwezo uwe angalau kuanzia processor hiyo angalau Intel Core i5, Core i5, lakini RAM yake angalau hiyo basi na kuanzia GB8. GB4 inafaa, lakini angalau basi ianzie GB8 ndio inaweza kuhimili. HDD hizo ni hard disk hizo. Maana utahitaji sasa kufanya kuirani hiyo kuedit na kuhifadhi hizo data zako ambazo hizo ni clip za kazi yako. Basi angalau uwe na hiyo disk ya kuanzia GB500 na kuendelea. Ukiwa na terabyte 1, 2, 3, 4 na kuendelea ni sawa, lakini angalau basi ianzie GB500. Kwa hiyo huo ndo uwezo ambao kompyuta yako angalau inatakiwa uwe nao angalau kuanzia hapo. Jinsi kompyuta inavyoongezeka uwezo ndivyo jinsi utakavyoweza kuifanya kazi yako ya kuhariri au kuedit hizo clip zako au hiyo filamu yako kwa uharaka na ufanisi mkubwa zaidi. Lakini pia hata uwezo wa kubeba kuweza kuifanya hiyo kazi yote. Kwa maana kama kompyuta haina uwezo mkubwa, maana yake kuna vitu hautaweza kuvifanya kabisa. Yaani hautaweza hata kufungua. Kwa maana kuna hizo software za kueditia ambazo tutakuja kujifunza baadaye. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unatumia gharama kidogo ili kuongeza uwezo wa kompyuta yako. Na uzuri wa kompyuta kama kompyuta hizi ambazo ni CPU, hizi unaweza kuongeza kuna kitu kinaitwa graphics card. Graphics card ni kwa ajili ya kuchakata sasa. Chakata inakuwa kompyuta ina speed sana ya kufanya kazi, lakini pia inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi kuliko kompyuta ambazo hazina hizo graphics card. Hiyo ni muhimu, kama unaweza kuipata ukaiongeza kwenye kompyuta yako inakuwa ni rahisi zaidi. Unaweza kufanya kazi zenye ubora mkubwa lakini pia kwa haraka. Na hizi graphics card zinaongezeka kwenye kompyuta kwa maana kompyuta zenye CPU hizi kompyuta zenye monitor na hivyo. Lakini kwenye laptop huwezi kuongeza uwezo. Utaongeza labda RAM, basi vingine vyote vinakuwa vipo. Kwa hiyo utakachokifanya ni kuweka pesa nyingi kwa ajili ya kununua laptop ambayo ina uwezo mkubwa ambao unaweza ukafanya kazi. Na tunajua wote hapa, ukiwa na laptop hata ukiwa polini ambako umeme ni unasumbua, unaweza kufanya kazi yako kuedit kwenye laptop kuliko kuwa na kompyuta ambayo itahitaji umeme ambao wa direct, na umeme ukikatika na mawasiliano hapo ya kompyuta yanakata. Kwa hiyo kila kitu kina umuhimu wake. Kwa hivyo lakini pia hata kwenye simu unaweza kuedit filamu, tegemea simu yako na uwezo gani. Unaweza kuedit pia kwenye iPad, tegemea wewe unafanya filamu yako katika mazingira yapi. Kwa hiyo hicho ndo kilikuwa kifaa cha mwisho katika maandalizi yako au katika kufanya filamu. Kwa leo naomba tuishie hapo, lakini pia naomba tuangalie kwa jumla kwa summary. Kama una swali lolote unaweza kutuandikia hapo kwenye comment hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mafunzo mbalimbali ambayo tutakuwa tunayatoa hapa kwenye channel yetu ya AfriSlate. Naitwa Director Mtuya, mpaka wakati ujao.